Hakuna afya bila kuwa na akili ambayo iko na kiafya, na huwezi kuwa na akili ya kiafya kama mwili pia uko na shida, kwa sababu moja wapo itasababisha ingine. Kukosa afya ya kiakili inaweza kusababisha pia mwili ukawe na shida. So ni vizuri mtu ajiangalie, ajipende, aweze kuzingatia kukosa kuwa na msongamano wa kimawazo na kuzungumuza hali yake ili asiwe na shida ya kiakili. Na ni vizuri pia mtu kuangalia afya yake ya kimwili, kwa sababu magonjwa ya kimwili tumeona pia yanaweza kusababisha ugonjwa wa kiakili. Ya kwamba tunasema SHA inafanya kazi, na kwa nini hao maafisa hawakujitolea wakuje hapa saa hizi ninawaitia watu wafanye registration ya SHA. Mimi nilitaka hata nirejese watu wengi hapa, lakini siku ya leo hawajafika. Kwa hivyo tutibu hawa watu wetu magonjwa mbalimbali, magonjwa yote hata na ya kichwa, kwa ajili tuko na Madare Hospital hapa ili waweze kuangaliwa na madaktari ambao wamehitimu vizuri kwa mambo mbalimbali. Na tumefanya hivyo kwa ajili ukienda hospitali zetu hapa Bungoma saizi matibabu iko ya hali ya chini. Ninaona kidesuria, tunaona mara mingi wamama ndio huzingatia afya yao na ya watoto kuliko wanaume. Tukiangalia hapa tunaona wanaume hata wajafika, wengi wao hupuuza. Na ndio maana tumetokezea na mwito tukisema wanaume lazima wazingatie mambo ya kiafya ya kiakili, because wengi wao wamepuuza, na ndio wengi wao, idadi kubwa inaonyesha kati ya wanaume 10, 4 hujinyonga kila siku kwa sababu ya msongamano wa kiakili. Wanaume hawajali hata maslahi yao, ni wamama ndio wanashughulika na maslahi ya ugonjwa wa watoto wao, bana zao, hata wenyewe. Kwa hivyo tunaomba mababa, watoto wetu wa fulana, ya kwamba afya yetu ni muhimu sana.